Mheshimiwa Mwenyekiti, asante kwa kunipatia muda. Mwenyekiti, nadhani mawazo yaliyotolewa na mwenzangu aliyetangulia ni mawazo muhimu kweli kweli. Hakuna taifa ambalo litaenda mbele bila kuwekeza kwenye science. Kwa hiyo mimi nianze mchango wangu niseme hivi. Tunapiga kura Jumanne ya wiki ijayo, sio ya kesho. Na kwa niaba ya wakazi wa jimbo la Msoma vijijini, nataka niwaeleze mimi hii budget nitaipigia kura ya ndio Jumanne, kwa sababu ni kwamba miradi jimboni mwangu na mkoa wa Mara inatekelezwa vizuri kweli kweli. Kwa mfano, hii budget ikipitishwa na tukaanza kuitekeleza tarehe 1 mwezi wa 7, Msoma vijijini tutakuwa tumebakiza vitongoji 50 kati ya vitongoji 374 kufungiwa umeme. Vile vile nilimwomba Mheshimiwa Rais alivyokuja Msoma vijijini miradi miwili, barabara na mradi mkubwa wa umwagiliaji. Natoa shukurani kwa Mheshimiwa Rais, miradi hiyo imepatikana na inatekelezwa. Kwa hiyo ombi langu ni kwamba wale wataalamu wa TANROADS na tume ya umwagiliaji tumekubaliana kwamba mwezi wa 6 wanawakabidhi wakandarasi, na kweli naona wanafanya majadiliano. Kwa hiyo wakabidhi mwezi wa 6 wakandarasi. Sisi Msoma vijijini tunaunga hii bajeti mkono kwa nguvu sana. Sasa nije kwenye mchango ambao ni mpana zaidi. Mipango, uwekezaji na bajeti. Na ndugu yangu aliyeanza kuongea tulikuwa tujasemezana, kwa kuwa muda huwa ni mfupi, mimi nimeanza na mapendekezo mawili. Na naomba mwenyekiti yachukuliwe kwa uzito. Pendekezo langu la kwanza, nimeanzia mwisho baadaye nitarudi huko, ni kwamba tuwekeze zaidi kwenye elimu na taasisi za elimu, na hasa science, teknolojia na innovation. Na nimekuja na hesabu. Hizi hesabu sio za kufikirika tu. Tutumie 2% mpaka 3% ya GDP yetu tuwekeze kwenye elimu na taasisi zake zote, na uzito mwingi kwenye elimu ya science. Na hii ni kwa sababu sisi Tanzania tumefanya kazi kwa karibu sana na Norway. Tumeenda kujifunza mambo mengi Norway. Wenyewe wanawekeza 6.6% ya GDP yao kwenye elimu na taasisi zake. Na wapo wa Tanzania wengi tunapeleka watoto kusoma Uingereza na Marekani. Uingereza na Marekani wanawekeza 6.1% ya pato lao la taifa, yani GDP, kwenye elimu na taasisi zake. Pendekezo la kwanza hili. Pendekezo la pili, naweka tarakimu kwa ndugu yangu aliyeongea, lazima tuwekeze kwenye ubunifu na utafiti. Na dunia ya sasa hivi sio research and development, vinakuwa vitatu: research, development na innovation. Sasa nchi za Kiafrika tulisema angalau 1%, lakini ni South Africa tu walikuwa wamefikia 0.9. Sasa napendekeza Tanzania tuwekeze angalau 1% mpaka 2% ya GDP yetu kwenye mambo ya utafiti na ubunifu. Na mfano mzuri ni hapa, Samsung anafanya vitu vyote hivi. Nchi ya South Korea wanawekeza 4.8% ya GDP yao wanawekeza kwenye utafiti. Alafu China sasa hivi hizi solar panels za dunia nzima, 90% ya solar panels, wacha vitu tunavyonunua Kariakoo, vinatoka China, kwa sababu wanawekeza kwenye utafiti. Wao ni 2.7% ya GDP yao inawekwa kwenye utafiti. Kwa hiyo hayo ndio mapendekezo ya kwanza mawili. Sasa nije kwenye budget.
bajeti yetu imesomwa kwa wakati mmoja ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Maana yake ni kwamba ni lazima ya kwetu kidogo tulinganishe na wenzetu wakati tunajadili ya kwetu. Hatuwezi kujijadili sisi wenyewe tu. Sasa naomba waheshimiwa mnifuate taratibu hapa. Tanzania, kwa sababu budget ilikuwa na nchi za Kiafrika, za East Africa, na mimi nitaiweka kwa dola ili iwe rahisi kulinganisha na nchi zingine. Budget yetu hii tuliyosomewa ni ya dola bilioni 21.6. Sasa hivi wa Tanzania tuko 70 milioni nukta 5, 70.5 million population. Kwa hiyo expenditure, matumizi ya budget tuliyosomewa kila Mtanzania ni dola 306. Na pato letu GDP per capita sasa hivi, GDP per capita yetu sasa hivi ni dola 1220. Na kuna kipimo kingine cha maendeleo ambacho hatukitumii sana. Naomba mawaziri wawili muwe mnakiweka, msiwe mnakisahau. Unajua mnacho, muwe mnakisahau. Hii ni HDI, Human Development Index. Hiki GDP per capita ni ya World Bank na IMF. Tunaipenda sana. Lakini kuna ya UNDP ambayo ni nzuri zaidi nayo. Inaitwa Human Development Index. Hii ni nzito kwa sababu inachukua mambo ya afya, mambo ya elimu na maisha yetu, yani standard of living. Kwa hiyo ukichukua hii HDI, Tanzania sasa hivi ni 0.555. Tuko katikati. Maximum ni 1. Kenya bajeti yao bilioni 30.3. Wako wa Kenya 57.5 milioni. Kwa hiyo expenditure ya mtu mmoja kwenye bajeti ya Kenya ni dola 574. GDP per capita ya Kenya ni dola za Marekani 2301. Sisi 1220, wawe 2305. Na HDI, Human Development Index yao ni 0.628. Uganda wamesoma bajeti yao ni bilioni 20.1. Population ya Uganda ni watu milioni 51.4. Kwa hiyo expenditure ya budget yao kwa kila Mganda ni dola za Marekani 391. GDP per capita yao ni dola 997 na HDI yao ni 0.582. Na malizia na Rwanda. Budget yao ni bilioni 4.9. Wa Rwanda wako milioni 14.6. Kwa hiyo expenditure ya budget yao kila Rwanda atatumia dola 336 na GDP per capita yao ni dola 1071 na HDI yao ni 0.548. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, ukiangalia budget iliyosomwa kwa nchi za Afrika Mashariki, japo usichukue tu tarakimu zigawanye na population, utaona kwamba Wakenya ndio wanaongoza. Kila mtu atatumia dola 574 na sisi kila mtu atatumia dola 306. Kwa kujilinganisha, nimechukua Seychelles na Mauritius. Wao GDP per capita yao Seychelles ni dola 1026, ni nchi inahesabika imeendelea. Na HDI yao ndio kubwa Afrika ni 0.848. Seychelles GDP per capita ya Mauritius ni zaidi ya dola 11,000 na HDI yao bado 0.8. Kwa hiyo ukiangalia kwa maendeleo yetu, sisi tuko katikati kwenye hivyo viwango vya HDI nchi za Afrika Mashariki. Uchumi wetu, nakuja sasa kwenye mambo ya uchumi, toka mwaka 2000 mpaka sasa hivi 25
kwa miaka 25 uchumi wetu umekuwa kati ya 5% mpaka 7%. Mwaka mmoja tu 2011 uchumi ulifika 7.5%. Na ndugu zangu wataalamu wote wa uchumi duniani kote wanasema ukitaka kuondoa umaskini uchumi uende kwa 8, 10 na zaidi. Halafu reserve ya dhahabu ni muhimu sana. Nashukuru na mwenyekiti wa kamati ameisoma, ambayo hesabu yetu inayojulikana huko duniani tuna reserve ya tani 3.7. Ukilinganisha China kama wenzetu wana zaidi ya tani 800, India wana zaidi ya tani 800, China wana tani zaidi ya 2200. Kwa hiyo hii dira ya maendeleo tunayoimaliza sasa, malengo yetu yalitaka GDP per capita iwe ni $3,000 US dollars. Ukichukua na population yetu ya watu 70, leo hii GDP yetu inapaswa kuwa dola za Marekani bilioni karibu 210. Lakini sasa hivi tuko kwenye bilioni 22. Tumeperform by 10%. Kwa hiyo ni lazima hapo tuongeze kasi ya ukuaji wa uchumi. Umeme tumefanya vizuri. Makisio tulikuwa tufikie megawati 5,000. Ukichukua umeme wa kwenye grid na kwenye off grid tuna megawati 4,300. Performance yetu imekuwa ni 86% ya malengo. Kwa hiyo tumefanya vizuri. Na uzalishaji wa umeme na utumizi wa umeme ndio unaonyesha kwamba kweli taifa lako ni kubwa. Mwaka jana umeme ambao umezalishwa na China unazidi umeme wa Marekani, wa European Union na wa India ukiweka pamoja. Kwa hiyo uone wengine wanakwendaje. Takwimu naona muda uniruhusu. Sasa tufanyeje? Nije mapendekezo ambayo ni ya muhimu sasa. Tufanyeje uchumi wetu ukue kwenda 8% mpaka 10? Sectors ambazo tunapaswa kuwekeza zaidi ni hapa, ambao ni msingi, foundation, au tuseme primary sectors, ni kilimo na uchimbaji wa madini. Kwa hiyo sekta hizi, na nimetoa mapendekezo mchango wa GDP. Hapa lazima tuende kwenye agriculture, tuende kwenye ufugaji, animal husbandry, tuende kwenye uvuvi huu wa vizimba, tuende kwenye forestry, tuvune misitu, alafu tuende kwenye uchimbaji. Kwa hiyo hizi agriculture, animal husbandry, fisheries, forestry, mining, hiyo ndio uwe uti wa mgongo wa ukuaji wa uchumi wetu, na tuwekeze hapo uchumi ukue kwa tupate mchango wa 55%, 55% of our GDP itoke huko. Na kwenye uchimbaji hapa taongea na rafiki zangu, tumewekeza sana kwenye dhahabu, na ni kweli kwa sababu dhahabu imepanda bei, lakini kuna madini mengine ya muhimu sana. Kwa mfano sasa hivi ounce moja ya dhahabu ni karibu $3,500, lakini kuna madini ambayo hatuyajui yanaitwa rhodium, ambayo yako kwenye $3,000 karibu na 800. Na hii rhodium inaweza kupatikana kwenye leseni tulizozitoa hizo. Sijui kama waliotoa leseni wanajua hayo madini yamo, sijui. Wengine watakao kuongeza kingine kwenye pato letu la taifa, lazima tuende kwenye huduma, services. Hiyo inakuwa ni secondary sectors. Services hapa na maanisha utalii, biashara, yani finance, mambo ya benki, mambo ya afya, mambo ya elimu, na water and electricity supply. Hizi za huduma hizi, namalizia karibu mwenyekiti, nimejipanga kuendana na muda wako. Hawa wachangie 30% hizi services.
30% of our GDP, na mchango wa mwisho utatoka kwenye viwanda, industrial sector, yani manufacturing na construction, ituchangie 15% ya GDP yetu. Na hivi nimevichukua baada ya kuangalia uchumi wa nchi mbili ambazo zimefanya vizuri, ambazo ni China na India. Kutoka mwaka 2010 China imempita Marekani kwenye mambo ya manufacturing kwa mbali sana. Kwa hiyo na sisi hizi sekta nimezicheki kwenye nchi zote zilizofanya vizuri, sectors ni hivi, na huo ndio utakuwa mchango wa GDP. Na soko lipo kwa sababu dira yetu ya maendeleo inatupeleka mpaka 2050. Tukifika 50 mwaka 2050 kuna soko duniani tutakuwa watu bilioni 10, na soko la Afrika lipo tutakuwa watu zaidi ya bilioni 2.5. Kwa hiyo mwenyekiti, pendekezo langu ni hilo, uchumi ukue kwa zaidi ya 8%, na hizi sectors tatu hizi, primary sectors, secondary sectors na hizi tertiary sectors, ndiko tuwekeze na tutaweza kupunguza umaskini kwa kasi kubwa. Asante sana. Asante sana Profesa Sospeter Mujaru.